Ujambo, karibu ndani ya Kishamba Media. Mimi ni Binti Poi Meldapo, karibu tupeane taarifa mbalimbali za kimichezo. Tunafahamu kuelekea katika mchezo wa nusu finali ya pili mara baada ya nusu finali ya kwanza kumalizika hapa nyumbani Tanzania kwenye marashi ya Carrefour kule visiwani Zanzibar, na wekundu wa Msimbazi wakaondoka na ushindi wa goli 1-0. Moja kati ya ushindi ambao hawakufurahia sana kutokana na performance ambayo wameonyesha wachezaji wao katika mchezo uliopita. Kosa nyingi sana, lakini wanaelekea kwenye mchezo wa pili. Niko na mchambuzi kutoka Crown Media, Evans Vadus. Tutaenda kuzungumza naye kuhusiana na mchezo, nini ambacho Simba wakiongeze kutokana na kile ambacho walikionyesha kwenye uwanja wa nyumbani. Morris yupo nyuma kamera na mimi ni Binti Poi Meldapo, lakini usisahau kutufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii Kishamba Media, kote tunapatikana huko. Evans, mambo? Fresh, uko poa? Vizuri. Mimi niko vizuri. Kama kawaida. Kama kawa. Tumekuja hapa kwa ajili ya mchezo wa wekundu wa Msimbazi dhidi ya Stellenbosch, mchezo wa pili nusu finali ya maamuzi. Kama wekundu wa Msimbazi wataandika historia nyingine kama ambao waliandika mwaka 1993. Tupe kwanza maoni yako ya kile ambacho ulikitazama, na Simba waanze kurekebishia wapi kwenye mchezo uliopita. Yes, na kitu ambacho nimekitazama kwenye mchezo wa kwanza naamini ni matumizi ya nafasi. Ndio imekuwa changamoto kubwa kwa Simba, na mimi nimekuwa nazungumza mara kadhaa. Simba ni timu ambayo ikiwa inacheza nyumbani inashindwa kuitumia vizuri advantage ya kuwa inacheza nyumbani, kwa sababu ukiangalia mechi zake nyingi Simba, mechi ambazo watu wanahitaji matokeo kuanzia goli 3, Simba imekuwa ni changamoto. Labda kama kuna mtu anaweza kunikumbusha, ukiondoa mechi ya Kaizer Chiefs ambayo mechi ya kwanza Afrika Kusini walifungwa goli 4, walikuja hapa wakashinda 3-0 na walishindwa kuqualify, ila mechi zingine zote zilizofuata wakicheza nyumbani ni 1-2, mchezo umemalizikia hapo. Wakienda away watu wanaenda wanasawazisha matokeo, wao wanafungwa kabisa, mchezo unakuwa umeishia hapo kwenye mikwaju ya penalty. Tumeona dhidi ya Orlando kwenye Confederation, tumeona dhidi ya Wydad kwenye Champions League, ilikuwa kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo ni timu ambayo issue sio kucheza, issue ni matumizi ya nafasi wanazotengeneza. Simba ni moja kati ya timu ambazo zinapossess sana mpira, zinatengeneza nafasi nyingi. Matumizi ya nafasi ndio tatizo kwa Simba, na hata kwenye mechi ya juzi dhidi ya Stellenbosch kimeonekana hicho kitu. Watu wengi wamekuwa wanamlaumu sana Jean Chazawa kwenye nafasi ya dakika za mwisho ambayo aliipata, ila ukiondoa ile nafasi zimepatikana nafasi nyingi tu, ila nini kimetokea? Hakuna kilichotokea. Mwisho wa siku watu wamepoteza nafasi, Mukwala amepoteza nafasi, Jean Chazawa free header mwenyewe kapiga nje. Kwa hiyo kuna vitu vingi naamini walitakiwa kuvifanya, na utulivu pia ulitakiwa kuongezeka. Mtu kama Kapombe alipata nafasi nje ya 18 akaopti kupiga na mguu wa kushoto, mpira ukatoka. Kip Dennis alipiga zaidi ya mita 30, mpira ukaenda nje. Kwa hiyo kuna vitu vingi naamini wakienda wakiboresha. Cha kwanza, utumiaji wa nafasi. Kitu cha pili, kupunguza pressure ya mchezo, kwa sababu mchezo tayari uko kwenye hatua nzuri kwa upande wao. Tayari wana faida ya goli 1. Kile ambacho kimetokea Amani, naamini wakipunguza ile pressure ya kutaka kufanya vitu vikubwa zaidi, inaweza ikawaweka kwenye wakati mzuri. Ila wakiwa na hiyo pressure kwamba finali hii hapa inatakiwa tushinde tupate nafasi ya kwenda finali, naamini inaweza ikawatokea puani, kwa sababu pia Stellenbosch wana mpango mkakati wao wa namna ya kucheza wakiwa nyumbani. Wamecheza wakiwa hapa, kuna kipindi cha pili dakika kadhaa walionyesha kwamba yes, tunaweza kufight na kufika golini kwenu na kufanya tunachokitaka. Kwa hiyo hata wakiwa nyumbani wanaweza wakaamua kucheza hivyo, ikawa ni shida nyingine kwa upande wa Simba. Kwa mimi naamini Simba wanatakiwa kuboresha kwenye maeneo mawili tu, eneo la kuzuia na eneo la kumalizia. Hizo sehemu mbili wakizitilia mkazo, kipindi ambacho wanashambulia wanatakiwa kuhakikisha wanatengeneza balance nzuri kwenye eneo lao la kuzuia. Hata ikitokea wanapatikana kwenye hizo fast break, wanapatikana kwenye counter attack, kuna idadi nzuri ya watu kwenye eneo lao la kuzuia, na uzuri ubora wa goalkeeper wao umekuwa unawapa faida nyingine. Kwa hiyo naamini haya maeneo mawili wakiyazingatia, wanaweza kuwa na faida kubwa ya kwenda kucheza finali. Wapi ambapo kuna vuja kwenye eneo la backline? Kwa sababu ukitazama kwa namna nyingi tunaona kama Simba ni miongoni mwa timu ambazo zina backline nzuri. Wapi ambapo kuna vuja? Eneo ambalo limekuwa lina changamoto ni upande anakocheza Mohamed Hussein. Ndio imekuwa timu nyingi wanazocheza nazo imekuwa ndo kama njia yao ya kupita, kwa sababu Mohamed Hussein ni moja kati ya wachezaji ambao going forward wanakupa kitu bora zaidi, na ni wachezaji ambao ametumika mara nyingi sana. Kwa hiyo kuna ile energy, kuna wakati inapungua, watu wanaopti kupitia kule, na ukiwa unakosa msaada, hilo eneo lazima lionekane ni tatizo. Ukiangalia hata kwenye mechi ya juzi tu ya Stellenbosch, mashambulizi mengi waliofanya Stellenbosch wamepitia upande wa Zimbwe, ni kwa sababu kuna hiyo advantage wanaipata. Na ukiwa unacheza na timu ambayo ina uwezo wa kucheza nyuma ya defenders, wana uwezo wa kuweka mipira na watu kufika, ni tatizo lingine, kwa sababu tunaamini ili uwe na timu nzuri uweze kupata matokeo
cha kwanza uwe na eneo zuri la kuzuia. Ukiwa na eneo zuri la kuzuia, wewe kupata matokeo inakuwa ni kazi rahisi, kwa sababu mipira inaweza kuondoka eneo moja kwenda eneo lingine, na hata ikitokea unaupoteza huo mpira kwenye mazingira hatarishi, una uwezo wa kufanya recovery na kurudisha umiliki kwako na kuanza upya. Kwa hiyo mimi naamini upande wa Shabalala unahitaji backup kubwa sana. Kipindi akiwa anaondoka, kuna mtu anatakiwa kusogea ambaye anacheza upande wa kushoto, kwa sababu kwenye wale center backs wawili kuna mmoja anacheza kulia, kuna mmoja anacheza kushoto. Huyo anayecheza upande wa kushoto inatakiwa yeye anaangalia hizo movement za Shaba. Kipindi anaondoka, unaenda kufanya recover kwenye eneo lake. Akiwa anatoka, wewe upo, kwa sababu tunaamini anayecheza eneo la kiungo cha kati lazima atarudi ndani, kwa sababu wewe umetoka, yeye anaenda kuwa pea nyingine ya mlinzi wa katikati, na inatengeneza balance nzuri kwenye timu. Naamini ni kitu ambacho anatakiwa kufanyia kazi wachezaji pamoja na bench la ufundi. Vinginevyo naamini vitu vingine viko sawa. Backup yake ya Valentino Nouma tunamwona mara nyingi anaingia kwenda kuchukua nafasi yake. Hiyo backup yake sasa ni sahihi kwa Zimbwe? Yes, Valentino Nouma ni moja kati ya fullbacks ambao wanakupa vitu vingi: kasi, ujuzi, kuzuia, kushambulia, anakupa vitu vyote kwenye ubora mkubwa. Issue inakuja tayari kuna mtu ana perform kwenye kiwango kikubwa kuliko wewe, na amekuwa na hiyo experience ya hayo mashindano kuliko wewe. Pressure ya michezo anaijua. Kwa hiyo ndio imekuwa inampa hiyo faida kubwa, tofauti na ambavyo iko kwa Valentino. Ila bado ikitokea anapata nafasi ya kucheza, tumekuwa tunaona product ambayo yuko nayo. Kwa hiyo mimi naamini hata ikitokea Zimbwe atacheza kwa dakika 60 mpaka 70, pia backup nzuri ya Nouma kucheza, naamini anaweza kaleta kitu bora tena uwanjani. Kwenye eneo la mwalimu kufanya hesabu, tulimtazama kwenye mchezo wa mwisho, watu wengi wakawa namkingia kifua mchezaji au kutokana na aliomba sabu, mwalimu hakuweza kumfanyia. Unahisi kwenye benchi hakuna mtu ambaye alikuwa anataka kuchukua nafasi yake? Sio kwamba hakuna watu. Unajua kuna wakati mwingine walimu wanakuaga na imani na mchezaji. Hata kama yuko kwenye kiwango sio kizuri, ila bado anaamini kwenye uwezo wako. Na ndio maana ukiangalia muda ambao ameomba sabu, ila bado ilitokea nafasi ambayo John Chazao alikuwa na uwezo wa kupasia. Kwa hiyo kuna muda imani kwa walimu inakuwa ni kubwa kwa baadhi ya wachezaji, kwa sababu ya kile ambacho kimekuwa kinafanyika muendelezo. Wakati mwingine inakuwa ni mchezaji mwenyewe anaona kabisa hapa siwezi tena kuendelea, nahitaji kupumzika, ila mwalimu akiwaza utoke wewe, nani mwingine ambaye anaweza kanipa hicho ambacho wewe unanipa. Ukiangalia kwenye benchi lake anaona hakuna mtu kama huyo, inabidi tuendelee kubaki na wewe kiwanjani, hata kama hautakuwa na mchango wa 100%, ila kuna namna ukiwepo ni fia kwa wapinzani. Kwa mimi naamini kwa mtu kama John Chazao kubaki, mwalimu alikuwa na sababu za msingi. Ukiachana na namba zake, nini kingine ambacho Chazao anakiofa kwenye timu? Kwa sababu kuna muda watu wanasema ukiachana na namba zake kuna namna fulani hivi kama anaiangusha timu. Ukisema anaiangusha timu, hizo ni moments ambazo zinatokea kwenye football. Ila kikubwa ambacho yeye ukiondoa numbers, ni mchezaji ambaye pia hata kwenye eneo la kuzuia anakupa hicho kitu. Shida ambayo watu wengi wamekuwa wanaizungumza kwa John Chazao ni kwenye issue ya kufanya decision kwenye maeneo ambayo anatakiwa kufanya maamuzi bora zaidi ya yale ambayo amekuwa anayafanya kwenye nyakati nyingi. Kipindi ambacho timu inahitaji matokeo, tunahitajika kuwa aggressive sana, kutopoteza muda kwenye tukio lolote lile. Tukipata nafasi ya sisi kuondoka tuondoke, tukipata nafasi ya kushambulia tushambulie kweli. Sehemu ya release mpira utembee, kuliko kukaa nao wewe na ukakosa option ukaitengenezea timu pressure, kwa sababu idadi kubwa ya watu inakuwa imeondoka kwenye maeneo yao, inaenda kuattack hizo space. Wewe mpira ukipotelea kwako ni tatizo lingine. Kwa hiyo mimi naamini ukiondoa numbers, John Chazao ni mchezaji ambaye ana vitu vingi anakuofa. Ukiondoa tu hiyo laziness ambayo yuko nayo, ule uvivu ambao yuko nao kiwanjani, vitu vingine mimi kwangu ni mchezaji mzuri. Evans, unaona kuiona Simba ambayo inaweza ikatoa matokeo ziada kuliko kile ambacho alikifanya Amani? Sidhani kama inaweza ikae na matokeo chanya kuliko yale yanayopatikana Amani. Na iona mechi inaweza ikamalizika sare na faida ikawa bado iko upande wa Simba. Labda itokee Stellenbosch wa force mechi kwenda hatua ya matuta, hapo ndo sijui ni nani atashinda, ila kwa picha nayoiona ni mechi inamalizika sare na Simba anaenda kucheza finali. Rekodi zinaonesha Simba amecheza robo finali ambazo alizianzia nyumbani. Alianza dhidi ya Orlando Wydad na zote aliendeleza kutolewa kwa matuta. Safari hii Simba hii ambayo iko kwenye kujenga inafikia hatua hiyo? Inawezekana, kwa sababu ukisikiliza hata makocha ya mwalimu, maneno ya mwalimu wa Stellenbosch, anasema wao kitu cha kwanza ni kutaka kulevel scoreboard kwanza. Tukiwa tuna uhakika wa matokeo ya mafanana,
tunaweza tukaipush game kwenda hatua ya matuta, kwa sababu wao wanaamini labda wana goalkeeper mzuri, wana wapigaji wazuri, kama ambavyo ilikuwa kwenye baadhi ya games. Ukiangalia mechi ya Al Masry, kwa namna goalkeeper wao walivyokuwa wanapoteza muda, wachezaji walikuwa wanaamini kwenye matuta tunaweza tukawa tuna faida kubwa kuliko kwenye hizo dakika 90. Namna ya kuwakabili Simba ilishakuwa changamoto kwa upande wetu, hatuwezi. Kikubwa ni kupoteza muda, kuangalia namna gani tunafika kwenye matuta na tunaweza tukapata faida hiyo, kwa sababu penalti hazinaga mwenyewe. Yani unaweza kuwa umejiandaa 100% na mwisho siku unafungwa. Mfano mzuri ni Spain, kama unakumbuka kwenye Euro 2020 ambayo ilichezwa 21, walifanya sana mazoezi ya penalti. Hilo walikuja kutolewa kwenye penalti hizo. Kwa hiyo kuna muda penalti zinakuwa hazinaga mwenyewe, na yote inatokana na ubora wa goalkeeper, ubora wa wapigaji. Pia kuna muda ikitokea tu akili yako mpigaji imefanana na akili ya goalkeeper, tayari wewe penalti yako umepoteza. Kwa hiyo mimi naamini Simba wanaweza kupush kuondoa ile record ambayo wamekuwa nayo ya muda mrefu, finali toka mwaka 93 mpaka leo ni miaka mingi. Wanaweza wakaenda kuweka record nyingine kwenye generation mpya ambayo imekuja ya mashabiki wa Simba. Wanaweza wakawa na kitu pia cha kujivunia, hata kama haitakuwa kutoa ubingwa. Naamini kucheza finali ni moja ya achievement, kwa sababu Simba hii bado iko kwenye matengenezo. Kama ambavyo watu wote tunajua, ni Simba ambayo iko kwenye matengenezo. Kwa kwenye matengenezo yao, kama wameweza kufikia hatua ya finali, ni achievement mkubwa. Ni kama ambavyo tunaiona Stellenbosch, ndo msimu wa kwanza kwenye mashindano ya CAF, wako nusu finali sasa hivi. Kwao hata wakitolewa, kwao ni faida, kwa sababu kwenye records za klabu yao hiki kinakuwa ni kitu kikubwa. Hata mwalimu aliwafikisha hapo na wachezaji, naamini na wenyewe watakuwa proud kwenye hiki ambacho wamekifanya. Kwa hiyo bado naamini Simba ana nafasi kubwa kuliko Stellenbosch. Tukimalizia Evans, endapo Simba akiishia hapa, kuna kivuli cha kujificha kwamba ndo tunajenga timu yetu, hata hapa na kwenye malengo yetu tulipiga tu, au kuna kitu cha ziada tunawadai? Mimi sidhani kama kuna kitu natakiwa kuwadai Simba. Sidhani. Yaani sidhani. Unajua kuna muda tutawahukumu wachezaji, tutawahukumu mwalimu. Football imekuwa ina matokeo ya kushangaza pia. Unaweza kaenda kule na wakafungwa vile vile, ni kwa sababu ni vitu ambavyo vinawezekana. Ila mimi siwezi kuwa sehemu ya kuilaumu Simba kwa sababu moja. Wachezaji wengi hawana experience na mashindano ya Afrika. Wengi experience yao kubwa wanaanza kuipata hapa. Kocha mwenyewe aliyenaye Simba, hakuna mahali ameiongoza timu kama kocha mkuu kwenye mashindano ya Afrika. Sehemu zote amekuwa kocha msaidizi. Hii ndo taski yake ya kwanza, na ameweza kuifikisha timu hapa kipindi ambacho timu ina jopo kubwa la wachezaji wengi wageni kwenye mpira wa Kitanzania. Wameweza kukopa kwa haraka na kutengeneza kitu bora. Naamini kwa msimu unaokuja naweza nikawa na hiyo nafasi ya kuwadai Simba finali ya kwenye, kama itatokea wanatoka kwenye kombe la klabu bingwa wanakuja shirikisho, nitawadai finali na ubingwa. Ila ikitokea wako Champions League, nitawadai nusu finali. Lakini wasiwasi unao kwenye mechi ya marejeo? Sina wasiwasi mkubwa sana kwa Simba, na asilimia zaidi ya 70 waenda kucheza finali. Shukrani. Asante. Mdau wa Kishamba Media, huyo ni Evans, mchambuzi wa michezo, akitoa maoni yake kwa kile ambacho anakitazama kwenye mchezo wa nusu finali ya pili ambao utachezwa kule Dakar kule nchini South Africa. Lakini pia amegusia kuhusiana na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi ambacho kiko kwenye matengenezo ama kiko kwenye ujenzi kwa msimu wa 2024-2025. Wao wanasema wao wanatengeneza timu, lakini kama timu kubwa, lakini waendelee kupata matokeo mazuri yao kwa upande wao. Mimi ni Binti Poi Imelda Po, Morris alikuwa nyuma ya kamera. Endelea kufuatilia Kishamba Media kuanzia kwenye YouTube channel yetu mpaka kwenye upande wa Instagram page yetu, Facebook mpaka kule X. Sina la ziada hivi sasa, lakini endelea kusalia na sisi.